السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Tunamshukuru Allah na kumsifu Allah kwa hikma zake. Allah ametuumba wanadamu, akatuwekea utaratibu wa kufana kwetu na kukua kwetu na kuishi kwetu tuwe ni kwa njia ya ukoo na kwa njia ya ukwe, ya kuoleana. Njia ya ukoo, ukoo wako unakunasibisha, na njia ya pili ya muunganiko ni ile ya upande wa pili unakooa, ukwe na ushemeji na kuendelea. Na Allah ni muweza, anafanya anavyotaka na kwa uwezo wake mkubwa. Tunamshukuru Allah muumbaji, anayeumba kwa mpangilio na huyasimamia mambo ya viumbe wake kwa usimamizi mzuri. Na katika jumla ya usimamizi mzuri, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika surati Rum aya ya 21, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katika mpangilio wake mzuri wa kusimamia mambo anatuambia, na katika dalili za uwezo wake Allah, na katika dalili za ufundi wake Allah, na katika dalili za kukupendeni, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wenyewe, akakuumbieni wake. Yaani Adam ndiye muumbwa wa kwanza aliyeumbwa, na kutokana na nafsi yake akaumbiwa mke. Kwa hiyo anatukumbusha wote kizazi cha Adamu, katika dalili za kutupenda na mpango wake mzuri ni kutuumbia wake kutoka katika nafsi zetu wenyewe. Akatuambia wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia kati yenu nyinyi wanaume na wake zenu, akajalia kuwe kuna mapenzi na kuoneana huruma. Hilo jambo amelifanya yeye, anaingiza mapenzi na kuoneana huruma kati ya mume na mke ambao ni wanandoa. Huingiza mapenzi na kuoneana huruma. Kitu hicho huwa hakipatikani nje ya ndoa. Nje ya ndoa, mwanamke na mwanamume wakichukuana, haingizi Allah kitu hicho alichokisema mawaddatan wa rahma, hakiweki. Hicho ni zawadi ya Allah, anaiweka ndani ya ndoa. Akatuambia inna fi dhalika la ayatin, kwa hakika katika mpango huo aliouweka Allah wa watu kuwa kuna mume na mke na akawaunganisha kwa ndoa, kuna dalili za wazi kuwa Allah anakujalini, anakupendeni, anakupangilieni mambo vizuri. Liqaumin yatafakkarun, dalili hizo ni kwa watu ambao watatumia fikra. Wasiotumia fikra wanajionea sawa tu, wanasema bwana, mwanamume ukioa usipooa, ukiwa unaye mwanamke unaye nyumbani, wote sawa tu. Si sawa. Kwa watu wenye kutumia fikra wanaona si sawa.
Nikupeni mfano hai mwepesi tu uwasaidie sana wale ambao hawajaingia kwenye ndoa walione hilo. Watu waliochukuana bila ya ndoa na wakaitana darling, darling, baby, baby, wamechukuana tu na wameitana majina hayo yote na wakaambiana kila waliloambiana. Hivi wakikodi sehemu ya kupumzika kwa usiku wao, mmoja awe ana hazina ya thamani, anamwambia mwenzie kwanza atapata usingizi yeye katika sehemu hiyo ya kulala, awe mwanamume au mwanamke mwenye hiyo thamani ya hali ya juu. Wamekutana hapo, walipokutana wakaitana kwa majina yao ya mapenzi, wakanunua chakula, mwanamume akanunua chakula akampa mwenzie, wamefurahi, wamechukua pahali wamekodi wapitishe usiku na majina mazuri yote haya. Lakini mwanamke ana vitu vya thamani kweli, atapata usingizi pale? Au mwanamume ndiye mwenye vitu vya thamani kweli, anaweza akapata usingizi mwenzie akawa yuko macho? Halali. Moja hilo. Mbili, lau kama wamechukuana usiku huo, mmoja akapata tatizo akafa, huyu wa pili atatoa mapokezi, atatoa taarifa kwamba mwenzangu humo ndani amekufa? Atatoa taarifa? Atatoka mbio tu. Kwa nini? Yale mapenzi na kuoneana huruma hakuna, anajali la kwake saizi. Hapa bwana, siwezi kubeba mambo ya mtu mwingine. Lakini kama hao watu walikuwa ni wanandoa, wameingia kwenye sehemu hiyo, kila mwenye chake cha thamani alikibeba, mwenzie anakijua akijui. Na mmoja akifa ataomba msaada huko nje, aombe? Anaomba. Kuna mapenzi na kuoneana huruma, la kwake ni langu. Maswali yote hata nitakayoulizwa, kwani umefanya nini, umemlisha nini, nitajibu. Lakini yule mmekula nini nyinyi mpaka akafa huyu, hutaki ubebi mizigo hiyo. Huo ni mfano mdogo tu, ondoka nao uone kwamba zile darling, darling, darling yalikuwa ni maneno tu yale ya kupitisha usiku wao. Kwa hiyo Allah ana utaratibu aliouweka, ukifuatwa huwa kuna mapenzi na kuoneana huruma. Hivyo wakisha kuchukuana hivi watu kwa njia ile ambayo Allah anaitaka, inaanza kuitwa familia. Sasa familia ambayo itakuwa na furaha, kwa mfano itaongezeka iwe nyingi tu, sasa tutaizungumza hiyo. Ili familia hii iwe na furaha, ni sharti hao wana familia wawe mtindo wa kusaidiana upo ni endelevu, wanasaidiana tena kwa kupendana. Yale mapenzi aliyoyajaza Allah huko mwanzo, sharti yaendelee, na yataendelea kwa sababu Allah atayamiminia maji pindi wakiwa wanafuata utaratibu wake Allah. Wakiuacha, hii familia itakosa kupata maji kutoka kwa Allah. Sasa sharti wawe wanaishi kwa utaratibu ule ule wa Allah, wataendelea kumiminiwa rahma na Allah. Kwa hiyo familia hii itaishi kwa kusaidiana na kwa kupendana. Ile misaada inatoka sio kwamba wajibu wangu tu kufanya hivi. Inatoka huko akiwa anayempenda, anamsaidia, anampenda anayemsaidia. Ndivyo itakavyokuwa. Mimi lazima nitoe msaada wangu hapa, nampa mtu ninayempenda. Watafanya hivyo na waishi kwa kufahamiana. Muda wote ambao tafahum ipo, wanafahamiana na wanataka kufahamiana kila wakati, basi familia hii itaishi kwa furaha. Mmoja akipuuza kumfahamu mwenzie, furaha inatoweka, kwa sababu sivyo alivyoamrishwa na Allah kuwa mmoja apuuze kumfahamu mwenzie. Yaani kwa mfano, mmoja akawa hajali kuwepo kwa mwenzie ni kama nani. Huyu mimi ni mke wangu, lazima zile hisia za kuwa ni mke wangu naye awe anazihisi kama yeye anavyohisi wewe ni mume wake. Sawa sawa?
zile hisia zile, kila mmoja akiwa anaonyeshwa, basi lazima kutakuwa kuna kufahamiana kila wakati. Kila mmoja atapenda kumfahamu mwenzake, na anachomweleza anapenda akifahamu, hakipuuzi kama ambavyo yeye hajapuuzwa. Ikitokea mmoja anampuuza mwenzie kumfanya nafasi yake asiitambue, basi furaha inatoweka. Na ni wakati gani mmoja anaweza kupuuza? Pale anapomsahau Muumba. Akishamsahau Muumba tu, akashika ya kwake, anaweza akajikuta anapuuza majukumu yake. Tuko vizuri? Lakini ndani ya kuishi hivi kwa kupendana na kusaidiana, lazima kila mtu atambue nafasi yake, ndivyo sivyo? Wanatakiwa hawa waishi kama mwili mmoja. Mwili mmoja, si unahisi maumivu? Sawa? Kikitokea maumivu sehemu fulani, yale maumivu mwili wote unashirikiana yale maumivu, si ndio? Lakini huu mwili mmoja huu lazima uwe na kichwa, ndivyo sivyo? Tuko pamoja? Huu mwili mmoja huu, wote huu mwili huu, kila kiungo ni kiungo, lakini kuna kiungo kinachoitwa kichwa. Hiki kichwa hiki kwenye mwili ndio nafasi kubwa ya mwili huu. Maumivu ya kidole, kichwa kinabeba na kutafuta solution, utatuzi wa maumivu haya ya kidole. Sawa sawa? Maumivu ya mkono mzima, kichwa kinabeba ili kutatua matatizo ya huu mkono. Kwa hiyo maumivu ya familia, sharti kuwe kuna kichwa kinachobeba. Mkono huu ikiwa lazima ukatwe, kichwa kitatoa taarifa kwamba ukatwe huu ili mwili mwingine usioze, si ndio? Lakini kama kinachokatwa ni kichwa, nataka majibu kwenu. Kilichokatwa ni kichwa, sasa nao si sehemu ya mwili. Huku kunaweza kukakatwa, bado huu mwili ukawa upo, na pengine kichwa kikatoa taarifa kwamba kwa hali hii hiki kiganja kikatwe. Kichwa kinaelewa hivyo, kimeubeba mwili mzima, kinausaidia, kinaupelekea taarifa, si ndio? Kinabeba taarifa zake zote kwamba kwa hali hii potelea mbali maumivu ninayo mwili mzima, lakini kiganja kitoke. Lakini ikiwa kama kichwa ndicho kinachopewa disturbance mpaka kimechoka, maanake kichwa kinakufa sasa, hakiwezi tena kuwabeba nyote, si ndio hivyo? Maanake kwenye mwili wa familia lazima kiwepo kichwa. Kichwa ni nani? Ndio somo letu sisi hapa sasa hivi. Kichwa ni yule alianza kuumbwa, alikuwa nani? Adam alayhisalam. Yeye ndio kichwa. Kichwa kinabeba habari zote za ule mwili. Manake huu mwili utoe huduma za kusaidia kichwa kiweze kubeba. Huu mwili ulioko wote huu unatakiwa utoe huduma za kusaidia kichwa kiweze kubeba. Hata maumivu yanapokuweko huku, kichwa kina habari kuna maumivu, bali kichwa hicho kinaweza kikatoa taarifa, basi pungua maumivu niweze kubeba vizuri. Kwa mfano, baba anamuona mwanawe kama jambo hili zito, lakini anamwambia kaza baba, kaza. Usifikiri yeye haumii kwa lile, lakini aweze kukaza ili na yule baba aendelee kuweza kubeba. Lakini kila akimwambia kaza kama mtoto hakazi, maanake inafika pahali kichwa sasa kimeshindwa. Kikishindwa kinaanza kuongea barabarani, kinaacha familia kabisa, kimevurugwa. Ndivyo sivyo? Tuko vizuri eh? Kwa hiyo wote katika familia wanatakiwa wawe wasaidizi, lakini kichwa ndiyo kiongozi, kisikatwe. Tuko vizuri? Na kichwa hiki ni sharti kiwe imara kweli kuweza kubeba yale ya familia. Kichwa ndio wewe, tunazungumza na wewe sasa hivi hapa. Hiki kichwa, sikiliza Allah alivyokizungumza, ambayo ni wewe tunakuzungumza sasa hivi. Kuna aya ya Suratun Nisa, vijana wengi walioingia kwenye ndoa au wanaotaka kuingia kwenye ndoa au wazee pia walioingia kwenye ndoa bila ya mazingatio mazuri, wanaibeba vibaya hii aya.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, aya 34 suratu An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wametakiwa wawe wasimamizi wa wanawake. Na akatoa vigezo vilivyosababisha Allah, akasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, ni kwa vile ambavyo Allah aliwafadhilisha kati baadhi yao kwa wengine kuliko wengine. Yani akamfadhilisha mwanamume akamfanya ni kichwa, na mwanamke akawa si kichwa, ni msaidizi wa kichwa. Sawa sawa? Kwa hiyo akataka hiki kichwa kiwe kinasimamia. Tuko vizuri eh? Wabima anfaqu min amwalihim, na kwa kule kuwa Allah amelazimisha hiki kichwa hiki, hawa wanaume wawe wanatoa mali zao vile alivyowalazimisha watoe mali zao kutoa huduma kwa hawa wenzao. Kwa hiyo wao wawe wasimamizi. Mwanamume amepewa usimamizi kutokana na kwamba amefadhilishwa, kuna vitu vya ziada. Ubebaji wake ni mkubwa kumshinda mwanamke. Nguvu pia amepewa nyingi. Sawa sawa? Hutokea mwanamke mmoja mmoja akawa na nguvu kushinda mwanamume, sawa, lakini kimaumbile wamepewa ziada. Wanaume wamepewa ziada tangu wanazaliwa. Sasa unyonyaji wa mtoto wa kiume ni tofauti na unyonyaji wa mtoto wa kike, ndivyo sivyo? Bali tunaambiwa kitaalamu hata maziwa yaliyoandaliwa kwa mama aliye na mtoto wa kiume yako tofauti na maziwa ya mama aliyeandaliwa kwa ajili ya mtoto wa kike. Kuna vitu vya ziada. Kwa hiyo huyu mtu amefadhilishwa mwanamume ili nini? Awe kichwa. Sawa? Sasa huu usimamizi huu Allah akamwambia toweni na mali kwa wenzenu. Hiyo mali tutazungumza kwamba tumefaradhishiwa, tumelazimishwa. Toweni na huduma, ndio maana yake. Huduma zimeambiwa watoe wanaume kuwapa wake zao, waipe familia huduma. Kwa hiyo wakaambiwa simamieni, wamepewa usimamizi. Usimamizi si ukandamizaji kama wengine walivyochukua vibaya hii aya. Mimi ndio msimamizi bwana. Wewe ni msimamizi kwa kuongoza. Ongoza hili, kushauriwa kupo, lakini final say ni ya kwako, si ndio? Kauli ya mwisho ni yako, lakini kushauriana kupo, kufahamiana kupo, sawa sawa. Lakini yule mwenye kufanya ushauri ajue kwamba mimi ni msaidizi. Msaidizi si anayekuja tayari ana maamuzi, ambalo leo mara nyingi linakosekana kwenye baadhi ya familia. Kina mama walipodai usawa, kwa bahati mbaya huwa tayari wanakuja na maamuzi, na mwanamume kwa kuwa hakuumbwa hivyo, akishamuona mwanamke ameshakuja na maamuzi, hata kama analolitaka ni sahihi, mwanamume hakuumbwa hivyo, anamwambia sitaki. Mara nyingine ni hivyo inatokea. Unaweza ukaikuta nyumba ina watu wanavutana kweli, kesi zinakuja, unaambia, unazisikiliza, unaona anachokidai mwanamke yuko sahihi, na huyu mwanamume alikuwa anatakiwa kweli afanye, lakini namna aliyokuja, amekuja kama kichwa ni yeye. Mwanamume hakuumbwa hivyo. Mbona unatoa maamuzi? Wewe ulikuja tusaidiane, unisaidie, nipe ushauri wako, niusikilize, nikiuona sawa nikwambie. Wewe umekuja moja kwa moja, nataka ufanye hivi. Wanakosea hapo. Tuko pamoja? Lakini sasa na wewe uliyepewa usimamizi, usimamizi maana yake ni kwamba mioyo hii imeumbwa kumpenda anayetendea wema. Mioyo imeumbwa hivi. Hata mnyama ukimtendea wema anakupenda. Sasa ndio maana unapotaka kumkamua ng'ombe kwa utulivu na maziwa hayatoe, unaona unamdanganya, unamwekea jiwe lina chumvi kidogo, analamba, anapewa majani, anakula kile anachokipenda, anapewa saa ile, ili nini? Maziwa yatoke. Kama ukienda mbabe tu, funga kamba nini, vuta, anaona mwanawe unamsukuma tu, unampiga hivi, maziwa hayatoki. Hukumwandalia mazingira ya kuwa akupe maziwa, hakupendi saa ile yule ng'ombe. Sasa
anao uwezo wa kubana maziwa usiyapate kwa kiwango kile. Sasa kwa kuwa moyo umeumbwa kumpenda anayeutendea wema, nimepiga mfano wa mnyama, je, binadamu itakuwaje? Si zaidi? Huyu ni mke wako, anatarajia aone wema wako. Wewe ni msimamizi wake. Msimamizi uonyeshe yale mambo ambayo unasimamia kwa mapenzi, sio kwa msukumo. Kama huo msukumo niliopigia kwa ng'ombe, unasukuma tu, atakuwa hakupendi. Sasa anatekeleza lile ambalo hapana budi, sawa sawa. Lakini kama unamtendea wema, anafanya kwa yale mapenzi tuliozungumza. Kwa hiyo kipengele hiki tukikumbuke vizuri sana. Mioyo imeumbwa kumpenda anayeitendea wema, ni maumbile, hayapingiki hayo. Majumbani mwetu saa nyingine tunafeli kukosa kipengele hicho kwenye kuisimamia hii aya. Sema mimi ni msimamizi, arrijalu qawwamuna ala nisa. Kwa hiyo sawa, msimamizi, lakini msimamizi asimamie kwa kuonyesha mapenzi, sio kwa kuonyesha mkandamizo tu. Nimesema hakuna. Na ukishajenga kauli za namna hii, watu wamekwisha kusoma huyu kila kitu hakuna, basi mpaka hawaleti tena mashauri yao, kwa sababu ni hakuna. Kauli yako, wewe ndio msemaji, ndio muamuzi, ndio kila kitu. Lakini kama jambo linakuja na watu wakawa wanaweza kusema, wataeleza, ukawasikiliza mpaka ikafika mwisho, na inapofika mwisho ukaona hakifai, ukaeleza njia zilizokufanya useme hakufai. Kuna 1, 2, 3, si salama. Ukiona mpaka hapo hawakuelewi, hapo sasa ndio unatumia msimamo wa juu kwamba wewe ni msimamizi, lazima iwe hivi. Tuko pamoja? Wale wanaoona mwanamke kwamba wanasema eti mwanamke, wanasema kuna hadithi mwanamke mshauri alafu mpinge. Si kweli, si sahihi hadithi. Mshauri alafu mpinge, Mtume hakufanya hivyo. Mtume kuna jambo lilimtatiza sallallahu alaihi wa sallam. Kama hiyo kauli ni kweli, Mtume alitatizika kipindi kile cha Hudaybiyah, kwenye mkataba ule. Ikawa maswahaba wametakiwa safari ivunjike pale baada ya mkataba, na mwenye mnyama wake achinje na mwenye kunyoa anyoe. Kesi imekwisha, safari ya kuingia Maka haipo tena. Mtume akawaambia maswahaba, nyoeni. Maswahaba hamu yao ya kufika Maka ilikuwa bado iko kichwani, ikawa ndio tunanyoa hivi hapa, wakawa bado wanatizamana. Hawawezi kumwambia Mtume atunyoi, lakini hawafanyi, wamezubaa tu. Mtume akaingia kwenye hema la Ummu Salama radhiallahu anha, akamwambia Ummu Salama, maswahaba wangu leo wanaangamia nini? Akamwambia, kwa nini? Nawaamrisha wanyoe, hawanyoi. Hapo manake kutoa kauli hiyo, si anataka ushauri? Nimewaamrisha kunyoa, hawanyoi. Ummu Salama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo limekuwa kubwa kwao ya Rasulullah, usiwachukulie kama lugha ya kisasa, potezea. Sasa nikipotezea nifanyeje? Muite mmoja akunyoe wewe. Kama ilikuwa unataka ushauri alafu upinge, Mtume si angempinga? Alipomwambia muite mmoja akunyoe wewe, alitoka nje akamwambia njoo ninyoe. Mtume amekaa, yule bwana alipoanza kumnyoa, wote kila mmoja anamshika mwenzie hata bila ya kumshauri, wananyoana. Mtume akamalizwa kunyolewa kabla wao hawajamaliza kunyolewa. Limefaulu halijafaulu? Kwa hiyo mwanamke anashauriwa, ashauriwi? Anashauriwa. Ushauri upo, familia hii fahamiane, watu waelezane vitu kwa kupendana, wanashauriana. Sawa sawa, Kushauriana kupo. Mwanamume ameambiwa ni msimamizi, atambue kwamba ni msimamizi, na msimamizi anasimamia namna gani. Tambua pointi hiyo niliyoisema, mioyo imeumbwa kumpenda anayeitendea wema. Tuko pamoja? Kuna aya nyingine ya Suratul Baqara, aya 228, Allah alisema hivi, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, wanastahili wanawake kupata kutoka kwenu kama vile ambavyo walipewa majukumu ya kutekeleza.
Kama walivyopewa majukumu ya kutekeleza yakawa wajibu kwao watekeleze, basi wanastahili kupata maaruf, mambo mazuri kutoka kwenu kama mfano ule. Wameambiwa mwanamke anatakiwa atii kwa hali ya juu sana kwa mumewe, asipinge. Basi kama alivyopewa amri hii na akawajibika kuitekeleza, anastahili kutoka kwako mambo mazuri yanayomwezesha kufanya hivi. Kama amri hizi ni kubwa namna hii kutekeleza, halafu kwako hapati zuri, inakuwaje huo moyo? Unaonaje bwana? Ameamrishwa kutekeleza mambo magumu na Mungu na yuko tayari kutekeleza, lakini hapati zuri hata moja kwako. Atakuwa mwepesi kutekeleza? Lazima awe mgumu kutekeleza. Mwanamume suruali huyu, ataitwa mwanamume suruali, yaani hakuna zuri kwake. Yes, basi mwanamume tu. Mwanamume gani? Ni hivyo, maumbile yako hivyo. Lakini Mungu akamalizia aya hii kwa kusema walirrijali alaihinna darajatun, pamoja na kwamba muwafanyie kwa sababu wamebebeshwa majukumu, lakini ijulikane wanaume wanayo daraja ya ziada kwao. Ndio ile kwamba wanaposema nataka iwe hivi, inakuwa lazima ifanywe hivi. Muda ambao hakuna kumwasi Mungu, afanye tu, hata kama ushauri wake alikuwa anaona lakini angefanya hivi ingekuwa nzuri zaidi. Mwanamume amemwambia hivi ndio sawa sawa. Wanaume wamepewa daraja ya ziada hapo, kwa sababu kuna mambo waliokuwa wamepewa ya kimaumbile ya ziada, kuna na majukumu pia waliopewa ya ziada. Mwanamume ana daraja ya ziada, na kwenye daraja hiyo Allah akasema wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye kushinda jambo lake, akitaka liwe linakuwa. Ana hekima alipoamrisha hivyo. Kwa hiyo tumepewa daraja ya ziada ya usimamizi, na ni kutokana na kwamba tumefadhilishwa kuliko wenzetu, na kutokana na kwamba tumeamrishwa tutoe matumizi. Na kuna kitu kingine kilichokuwa kimetakiwa na Allah, tutakizungumza vile vile, kile cha mahari. Sasa mahari mmoja anatoa, mwingine hatoi. Halafu matumizi, huyu anatakiwa atoe, mwingine hatakiwi kutoa. Mwingine hakulazimika kutoa. Pameeleweka vizuri hapo? Hakulazimika kutoa, mwanamume amelazimika kutoa. Yaani kipengele hicho kikae kichwani. Kuna wanaume wengi maskini kwa kipengele hicho wanaona mke wake akiwa na hela basi nesi anawajibika kutoa bwana. Pesa anazo, kwa nini tusigawane majukumu bwana? Ada lipa wewe, mimi nitalipa kodi ya nyumba, nitafanya. Sio hivyo. Akipenda kusaidia kwa yale mapenzi yale mnayoyajenga, sawa. Lakini kama hajataka kusaidia, wajibu bado ni wako wewe, hata kama yeye pesa anazo. Ndio ile fadhila tuliozidishwa sisi. Tumepewa kawamuna, wasimamizi, kwamba haya majukumu ni ya kwetu. Kikae kichwani hicho vizuri, ambacho kinakufa taratibu sasa hivi. Na wanaosababisha kukiua mara nyingi ni wanawake wenyewe. Lakini sasa mmoja akiharibu na wewe uharibu. Ukisema kama yeye amemwaga ugali basi na mimi namwaga maharage, au amemwaga maharage na mimi namwaga ugali, sio kukiharibiwa basi wote tuharibu. Waliosababisha kweli ni wao, walipodai usawa, mpaka wanaume naona kama ni usawa basi yeye ana pesa na mimi nina pesa, tutumie pamoja. Lakini si kweli. Kama yeye ameharibu hapo kudai usawa, wewe usiharibu. Wewe unajua kwamba wajibu wa kusimamia na kutoa huduma ni wako, ni wa mwanamume. Lijue hilo kichwani mwako, ndiyo ibada. Tuko pamoja? Sasa katika yale ambayo tumefadhilishwa vitu ambavyo ni wajibu wetu kuvifanya wanaume. Wajibu wetu, najitaja na mimi haraka ili ikae kichwani, msije mkaona na wasemea nyinyi. Ni wajibu wetu wanaume vitu fulani kuvifanya. Kuna wajibu wa kimali kwanza. Wajibu wa kimali umeanzia mahari. Mahari ni lazima itolewe. Wala hakuna nafasi ya kwamba labda familia au mwanamke aseme mimi nataka wewe unioe hata bila ya mahari. Hakuna nafasi hiyo.
Hamna nafasi hiyo. Au familia iseme tunakuozesha binti yetu bila mahari, hakuna. Lazima mahari apewe. Sasa ni ya kwake. Mahari hii Allah ndiye aliyeipanga na ni lazima iwepo. Sasa kuna kitu kinachoshangaza kwamba mahari hii ni lazima itolewe, lakini kuna watu wanaweza wakakaa kwenye ndoa miaka 30 bado mtu anadaiwa mahari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nisa aya 4, wa atun nisaa sadaqatihinna, muwape wanawake mahari zao. Sasa muwape mahari walizopanga Allah. Nihla ni zawadi aliyowapa Allah. Hebu kumbuka hilo neno hilo. Allah amewapa zawadi ya mahari, wewe uitoe. Kumbuka hicho kitu, mtu kwenye ndoa ni Allah amewapa zawadi. Maana kuna watu wanajadili, wanasema kama ni maisha tunaendesha pamoja, kila kitu pamoja, hata kustarehe tunastarehe pamoja, starehe ninayoipata mimi na yeye anaipata. Sasa kwa nini mimi nitoe hela ya sitoe? Watu wanasema maneno haya na kichwa wala miguu. Allah ndiye aliyetoa zawadi hiyo kuwapa kina mama, akatuambia wanaume muwape wanawake mahari zao, mahari yao wapewe. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Allah. Sasa ukikumbuka kwamba Mungu ndiyo amesema wapewe, halafu unakaa miaka 30 bado unadaiwa mahari, eti kwa sababu ulipoozeshwa, kwa kuwa ndoa inasihi hata kwa mkopo, umekopeshwa, umetoa kidogo, ulichotoa hata robo haifiki, ndoa ikasihi, lakini unadaiwa robo tatu. Unadaiwa wewe robo tatu, miaka 30 inakaa. Umuogopi Mungu? Au mtu mwingine anakaa mpaka mahari wanakuja kuuliza wajukuu wamuuliza Sheikh Kombo, babu yangu alimuoa bibi alikuwa hajamaliza mahari, hebu tuambie sasa siku hizo hii mahari amlipe shilingi ngapi? Unauliza mahari yenyewe ilikuwa shilingi ngapi alipomuoa? Alikuwa amemuoa kwa shilingi 10,000. Pengine huyo bibi hata sio 10 kama 5,000 kwa mfano. Kamuoa kwa 5,000, yeye akalipa 1,500. Imebaki ile hajalipa mpaka leo. Inabidi nimuulize, wewe bwana, manake wewe mjukuu tayari ni mtu mzima. Wewe mtu mzima tayari una na watoto, wewe mjukuu ndio unauliza. Maana kuna na vitukuu sijui na vilembo. Ulikuwa unauliza 1,500 ambayo babu 3,500 babu hajalipa, si ndio? Utamlipa hivi leo wewe umlipie umpe bibi yako 3,500 haifanye nini? Maana yake ni kwamba inabidi tuulize, bibi siku hizo 5,000 alikuwa anaweza kununua nini? Sije ukashangaa alikuwa anaweza kununua nyumba. Isiwe nyumba, anaweza kununua ng'ombe tu. Ng'ombe mkubwa anaweza kununua kwa mfano. Huyo ng'ombe mkubwa leo shilingi ngapi? Unasikia kazi? Mkubwa anafika milioni. Manake wewe mjukuu utoe milioni umpe bibi, ndio ilikuwa haki yake. Kama alikuwa ametoa 1,500 basi utafute ng'ombe wa 7,500 labda, mpe 7,500 bibi yako, sio umpe 3,500. Mambo namna hiyo yanakuwepo. Hivi kweli tunamwogopa Mungu mtu udaiwe mahari mpaka ufike miaka 30, 40, 50? Hapa nataka nimkazie hapa, wale ambao wameoa hamjalipa mahari, mkifika nyumbani kalipeni mahari haraka sana. Mimi sikuwahi kuoa nikadaiwa mahari bwana, hata siku moja. Sitaki kabisa kusikia habari hiyo. Hata mara moja sikudaiwa. Ambao mnadaiwa kalipeni mahari. Zawadi aliyoitoa Mungu unakaa nayo tu, unakaa nayo. Mpe afungue zawadi yake bwana. Hilo moja, haki za kimali. Na katika haki za kimali nyingine, Allah aliposema katika haya mahari alisema fa intibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, kama wakiwa wameridhika wenyewe wakatoa kitu katika mahari wakakupeni kwa kuridhika nafsi zao, kuleni burdani halali kabisa, safi, kitu cha kufurahia. Lakini kukitoa kitu kwa ridhaa ni baada ya kuwa unakimiliki.
Ndivyo sivyo? Wewe hujampa siku zote, alafu unamwambia sasa unisamehe bwana. Unadai msamaha nguvu. Anaona miaka 30 yenyewe sijaipata. Hata ukimwambia sikusamehe anipi huyu. Anakuambia nimekusamehe. Unadai ni msamaha kweli huo? Huo siwo. Mpe mahari yake mkononi, halafu akitaka kukupa akupe. Sio kudai kwa mtindo nimesamehewa. Hukusamehewa kwa sababu ulikuwa hujatoa. Amekata tamaa, humpi. Hiki ni kipengele nacho nilipenda kieleweke. Wako wengi wanaodai kusamehewa, lakini wanawake wamekata tamaa kwamba hawalipwi, mpaka wanasema naye ni mume wangu, sasa baba watoto wangu, nifanyeje ndio msamaha? Huo sio msamaha. Mpe mahari yake, tena mpe mahari inayofanana. Kama miaka imepita mingi, fikiria vizuri, ile pesa uliokuwa umpe kwa miaka hiyo ingenunua nini, kwa leo itanunua kwa kiasi gani, umpe kiasi hicho. Hiyo nalo lijiwekwe kichwani, tulielewe vizuri kuhusiana na mahari. Kuna kipengele kingine, ni kipengele katika mali, kipengele cha matumizi. Ni wajibu wetu sisi wanaume matumizi. Chakula ni wajibu wetu, mavazi, vinywaji vyote, tiba. Mnaingia na vipodozi hapo, sio wanajipamba pia vinaingia vipodozi hapo. Kunaingia nauli za usafiri panapokuwa na shida ya kusafiri. Sawa? Ndivyo. Anacheka bwana. Panaingia nauli za usafiri, ndio matumizi ya nafaka, matumizi. Panaingia kama Mungu alikuwa anakuwezesha kununua gari, pia umnunulie kama kuna shida ya usafiri, anaweza kuendesha na mali unayo. Sawa. Ijapokuwa wengi wao wanawake siku hizi wakisha kununuliwa magari na wakatiliwa mikononi, basi wanabadilika kwa kweli, sijui nini, mitandao inawabadili, hata sielewi. Vichwa vinaharibika, vimevurugwa. Lakini ilikuwa ni haki zote wanastahili kupata, ndio matumizi. Na matumizi watu kila zama zina matumizi yake, si ndio hivyo? Cha msingi ni kuwa unaweza. Hivyo viwango unaviweza. Nyumba, apate maskani, pahali pa kukaa. Kwa kiasi cha uwezo wako, apate pa kukaa. Uwezo wako ulikuwa ni mdogo wa kukodi chumba au vyumba, sawa, ndio kiwango chako. Kiwango chako Mungu amekunjua riziki yako, ukaweza kujenga nyumba, sawa, apate nyumba ya utulivu yenye nafasi inomstiri na inomfanya aweze kupokea wageni wake na ndugu zake. Sawa, wageni wenu kwa ujumla, sio wageni wake. Wageni wenu, manake wageni wakija huwa ndio wageni wake hao, hata wakwako ni wakwake. Sawa, apate nyumba ya utulivu kwa kiasi cha uwezo wa kumiliki kwako, uwezo wako. Kwa nini? La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah haikalifishi nafsi ila kiwango cha uwezo wake. Hii kuonyesha kwamba hivi vitu ni wajibu wetu. Hata inapofikia talaka, kuna vitu vinaonyesha kwamba kumbe kulikuwa kuna mambo ni wajibu wangu bado. Watu wengine wanapofika talaka, kuna vitu wanajivua. Amempa talaka mke, amemwachia na mtoto au watoto, amemwacha nao tu. Wewe vipi? Mbona umemwacha na watoto, upeleke huduma, ufanye chochote? Ulikuwa wale uondoke nao, haiwezekani yeye ikawa ndio unafua wewe nao yeye. Peleka huduma mpaka kipindi cha talaka. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kwenye suratul Baqara aya 233, walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Wanawake waliokuwa wamepata watoto ni katika haki zao wawanyonyeshe watoto wao miaka 2 kamili. Kwa yule ambaye anataka kutimiza unyonyaji uliokamilika, miaka ni 2. Allah amesema hivi, unyonyaji timamu ni miaka 2. Pakaja agizo, wa alal mauludi lahu, na yule ambaye mtoto amezaliwa wa kwake. Mama si amezaa, mtoto ni wake si wake, lakini akamba mtoto yule ambaye amezaliwa wa kwake, amezaliwa mtoto ni wa kwake yeye, amenasibishwa na wewe, amenasibishwa na mimi, amenasibishwa na sisi wanaume. Mtoto wa kwetu amezaliwa, na kuonyesha kwamba mtoto wa kwetu nasaba ikaja kwa kwetu. Mwa fulani unatajwa wewe, hatajwi mama. Sawa, Kombo alifundi,
hii fundi ni upande wa babangu, sio wa mama. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo kila mmoja kwa babake, maanake mtoto amezaliwa wa kwetu sisi wanaume. Sasa ni wajibu kwa wale ambao wamezaliwa mtoto wao, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wawape riziki yao, maanake huduma zao zipatikane kutoka kwao, na kuwavisha. Mke umekwisha mpata talaka, bado analea watoto wako, maanake umpelekee chakula cha kuweza kumfanya ahudumike yeye na watoto, mpaka mavazi. Uwezo kama ulikuwa upo kamili, sio akae kwenye nyumba ya kwao, nyumba iwe ya kwako uliowapa wanaishi. Kama ulikuwa uwezo huo upo kamili, ndio maana ya kuhudumia. Mimi nimeshindwa kukaa naye, lakini uwezo wa kuweka nyumba ile pale, akae na watoto wake, wakae na unapeleka huduma zote za watoto wako. Akiwa amepata mume kwa kesi nyingine, sasa yuko na mumewe, hii ni maamuzi yake yeye na mumewe, na wewe utaona watoto wako bado wabakie kule, ni salama, au uchukue wewe utakavyoona, lakini ilikuwa huduma ni za nani? Za baba. Tuko pamoja? Na bado hata akiwa amebaki nao kule, huduma za watoto wako bado ziko pale pale. Cha msingi ni makubaliano tu kati yako na yeye na huyo bwana ambaye amekaa kwake yeye, hawatokosana. Huduma za wanao zinabaki ziko pale pale. Halafu kwenye huku kutoa huduma, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza hizi huduma za kimali kwenye hadithi ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Mtume anasema, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, na kwa hakika wewe ujijue hutotoa matumizi yoyote, manake pindi ukitoa matumizi yoyote, tabtaghi biha wajha Allah, unafanya kwa lengo la kumridhisha Allah, hutofanya hivyo illa ujirta biha, ila ujue unalipwa kwa hicho unachokifanya. Subhanallah, ni ibada hiyo. Sasa watu wanajifanya kukwepa ni ujanja. Atajua mwenyewe bwana. Wewe umo ndani ya ibada, uliumbwa kwa ajili ya ibada. Wakati wa ndoa ni ibada, na hata kama mmeachana bado ulikuwa unatakiwa kufanya ibada. Ndani ya ndoa yenyewe ukifanya hivyo unalipwa wajibu wako, alafu Mungu anakulipa. Mpaka ndoa imekwisha, unafanya ni wajibu wako, Allah anakulipa. Kipindi cha ndoa, Mtume angalia anazungumza, anasema hata ma taj'alu fi imra'atik, hata kile ambacho unakiweka kwenye kinywa cha mkeo, ujirta biha, unalipwa. Halafu imekaa romantic kweli. Mtume alikuwa anaweza kusema vile vile kile ulichomnunulia tu mkeo, si ndio? Akala, lakini unachokiweka kwenye kinywa cha mkeo, kuna ishara fulani? Hakuna. Yaani pale kitendo unachofanya ukawa unamlisha pia unalipwa kwa kitendo hicho. Subhanallah. Unalipwa kwa kumlisha, unasema baby. Umechukua mshikaki na baby, hebu vuta kile, mtilia kapa na ngata. Unalipwa hicho. Hilo kitendo hilo. Romantic sio romantic kabisa. Sasa kwa nini tuwe wababe? Haya ndio yanayoifanya nyumba ikawa nyumba kweli. Vitu hivi vinakosekana, watu wanaweza wakavifanya huko mitaani wakaharibikiwa. Vikikosekana majumbani, manake wanawake kama sio mahodari hawakuvifanya wao, wananyang'anywa waume, na wanaume nao saa nyingine wanakuwa wababe mpaka wanakosa kufanyiwa, alafu wanakimbia wanakwenda kufanyiwa sehemu nyingine. Sitarajii kuwa nyinyi katika hao, na ninataraji kila atakayesikia au ataona kwenye hii mitandao, Mungu amjalie abadilike, asifanye tena hivyo. Majumba yetu yanakuwa mazuri pindi tukifanya yale yanayotakiwa, yanaharibika tunapoacha. Tukimtii Allah yanakuwa mazuri. Halafu hawa wanawake bado ni wazuri vile vile, yule mkeo bado ni mzuri vile vile tu. Ni matendo yako ndio yanomfanya akaonekana mbaya. Yule sahaba mmoja aliyekwenda kumtembelea ndugu yake, akamkuta ndugu yake yuko rafu kweli, ndugu yake ambaye Mtume amewaunganisha udugu. Akamwambia, una nini ndugu yangu, shemeji yangu, vipi, mbona uko hivyo? Akamwambia, huyo ndugu huyo kazi yake ni kufunga kila siku na kuamka usiku akaswali usiku kucha, mimi najipamba nini?
Manake bibi haonekani mzuri, shemeji hana uzuri wowote. Bwana mchana amefunga, usiku kucha yeye anaswali. Poda ya nini sasa? Au sijaeleweka? Sijaeleweka? Umeeleweka? Shemeji yetu atapaka poda ya nini? Lipstick ya nini? Bwana kafunga mchana. Ikifika usiku hataki kupaka, bwana yuko kwenye mswala bwana. Hii lipstick ya nini sasa? Hamna kazi, hamna shida ya makeup. Yule bwana akaamua alale pale ili amtengeneze mshemeji yake. Alipolala kwanza, siku ile ameandaliwa chakula mchana, ni mgeni ameandaliwa chakula. Wakati wa kula anamwambia kula mgeni wangu, anamwandalia vizuri. Wewe mimi nimefunga. Wewe vipi wewe? Mimi ndugu yako nimekuja kutembelea, alafu unaniandalia chakula, wewe umefunga? Nani alikwambia kuna ibada za namna hiyo? Wewe hujui kama ukila na mimi ni ibada kushinda hiyo kufunga kwako? Anastuka. Vipi? Kula. Akamvunja saumu yake siku ile. Wakala pamoja. Umefika usiku, yule bwana hakulala na mkewe kwa sababu nyumba si kubwa kiasi hicho. Amekuja kulala na mgeni wake pale walipo, lakini kiasi cha kujinyoosha tu bwana amekwenda tawadha, anarudi atakuswali. Ile anataka kuinuka, tunamwambia vipi? Unakwenda? Nataka nipate rakaa kidogo. Lala. Nitaka kuswali nizungumze na Allah, anambia nilale. Akalala. Akamvizia kama amelala, akataka kuinuka. Nini? Unakwenda? Nataka kwenda kuswali. Lala. Vipi? Wewe umeumbwa saa zote uswali, hakuna kulala kwani? Utaona kama mambo ya ajabu. Huyu sahaba anamzuia sahaba mwenzie kuinuka. Mpaka ilipofika zile time ambazo ndizo sasa karibu na alfajiri, mwenye akamwamsha akamwambia, haya sasa inuka, twende tukatawadhi tuswali. Wakainuka wakaswali, ikawa hakufunga yule bwana, na kuswali ile usiku kucha amekosa. Asubuhi amekwenda ameswali swala alfajiri, tu anakwenda kumshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana amenifanya hivi, ndugu yangu amenifanya hivi. Mtume akamwambia, kwanza alianza kuyasema yeye mwenyewe, wewe hujui kama mke wako ana haki yake? Hujui kama mwili wako una haki yake? Unatakiwa kila mmoja umpe haki yake. Kuyapeleka kwa Mtume, na Mtume akamwambia maneno yale yale. Kila mmoja ana haki yake, apate haki yake. Wewe unapoteza haki za watu, unajifanya unamwabudu Mungu. Unamwabudu Mungu kwa njia ipi? Katika kumwabudu Allah kuna haki za watu zitekelezwe, ndio ibada hiyo. Tuko pamoja? Bwana yule bibi akarudi kuwa mzuri tena. Makeup inapakwa sasa. Sasa wakati mwingine hao wake zetu wanaweza kuwa wamechanganyikiwa mpaka wamekuwa akili zao zinaugua. Unamuona kama mzuka fulani hivi. Hapaki makeup, hafanyi chochote, hafai kitu. Mpaka anaonekana mwanamke mbaya, kumbe mzuri kweli ni wewe umemfanya awe hivyo. Sasa tusiwafanye wakawa hivyo bwana. Kila mmoja mke wako ulimchagua bado ni mzuri kweli kweli huyo. Hata ile unachomlisha wewe unafanya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuwe makini katika haya majukumu yetu ya kimali yako katika sura za namna hiyo. Kuna na wajibu wetu mwingine wa kimaana, wa kitabia, wa kimaadili, kiakhlaq. Maadili ni wajibu wetu ambao nao unapotea. Wanaume wamepoteza wajibu huo. Wajibu huu ni mahusiano mazuri kila wakati, muamala mzuri uliojaa upole, muamala ambao hata unapokataza kitu unakataza kwa namna ambayo unafundisha. Huku unakataza, huku unafundisha. Sio unakataza tu. Unajua usifanye hivi, alafu hakuna funzo. Inachosha lugha ya namna hii. Hii lugha usifanye hivi, halafu haina fundisho lolote. Kwa mfano ukawakuta watoto wanacheza mpira barabarani. Msicheze mpira barabarani. Halafu basi kimya. Watakuja cheza nyumbani ndani sasa. Hukutoa mafundisho. Au msicheze hapa. Nikacheze wapi? Anakwenda pale na usicheze hapa. Akacheze wapi sasa? Wewe kucheza ni lazima. Toa fundisho. Sawa sawa Hapa barabarani ni hatari, mwende mkacheze pale, patakuwa pazuri zaidi. Sawa sawa? Usichore hapa ukutani. Hukumwandalia sehemu ya kuchora. Mpe daftari ya kuchora, umwambie ukijisikia kuchora
hii daftari hii chora mpaka uchoke na usikate karatasi, ikijaa inakununulia nyingine. Sawa. Au umeweka na ubao nyumbani na chaki ipo, mkijisikia kutaka kuchora chora hapa chochote gani na ufutio hapo, chora na wewe chora, mchore mpaka mchoke. Ukichora ukinani futa, chora nyingine, umekwisha kamata. Niliifanya kwa vitendo hiyo nyumbani. Unajua watoto wakianza darasa la kwanza wanataka kuchora nyumba nzima, baba mama, lazima chooni anaandika baba mzuri, tena pengine atamchora na kikatuni, au mama mzuri anamchora kikatuni, anataka kutoa hisia zake. Sasa na mimi nimeshaanzisha watu darasa la kwanza huko, naona nyumba inaanza kuchorwa, tayari pashaharibika. Nilichonga ubao, sijui kwa bwana kesi siku hizo, chonga ubao na chaki ipo, nikaweka pale, anayetaka kuchora achore hapa, chaki hizi hapa. Ikitokea umekuta pahali amechora pahali pengine, si nilisema uje uchore hapa? Basi wakazoea, wakijisikia kuchora. Na daftari hii ya kuchora, kila mmoja anampa ya kwake, chora unachotaka, usikate, ili alafu uje unionyeshe picha. Basi kweli watu wanakaa vizuri. Toa somo, makatazo sawa, kwa njia ya kufundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtolea somo kijana ni mmoja katika familia. Huyu kijana, tunao vijana, si ndio? Kijana ameanza kukua, akianza kukua anajihisi mimi nimekua, kumbe ndo anakuwa. Unajua yeye anajihisi amekua, kumbe ndio anakuwa, ndio anakuwa. Sasa tofauti kubwa, anavyojiona yeye anajiona amekua. Miaka 12 umekuwa nini wewe? Kwa hiyo kuanzia miaka ile 11, 12, 13 yeye anajiona amekua. Ikifika na 15 na sauti yake imebadilika, ndo anajiona amekua kabisa. Sasa mmoja akajikuta amejiona amekua, akaenda kwenye hafla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba amekaa, akasema ya Rasulullah, na shida gani? Nataka uniruhusu kuzini mimi. Uruhusu kuzini? Masahaba wakafoka, acha maneno gani haya, kaa chini. Mtume akasema hapana, mwacheni, msogezeni, mwambie aje huko. Mtume hakumkatisha, anataka ampe somo. Akamsogeza mpaka akafika hapa. Alipofika yeye, umesemaje? Mimi nataka uniruhusu kuzini bwana, maana najiona tayari kama unavyoniona hivi nimekuwa, najisikia natamani sana hivi. Mtume akamwekea ile darasa ile, akamwambia unaonaje kama watu wangeruhusiwa, kama ungeruhusiwa wewe, kama mama yako wewe angekuwa ametolewa ruhusa kwa watu wengine wazini naye, yaani mama yako iwe imetolewa ruhusa, mtu mwingine ameomba ruhusa azini na mama yako, tukaruhusu, wewe ungeonaje? Hiyo tena. Je, binti yako akiruhusiwa watu wengine wazini naye, kama ungepata binti akaiona mbaya? Je, shangazi yako watu wengine wakiruhusiwa akaiona mbaya? Akamwambia basi na watu wanaona vibaya kukuruhusu wewe kazini na mama wa mtu, wanaona vibaya kukuruhusu wewe kazini na binti wa mtu, watu wengine nao wanaona vibaya. Alimradi akamtajia mtu wa kwake, alafu anamrudishia mtu mwingine, wa kwa mwingine, alafu kwake, mpaka yule kijana akaona hili somo lilikuwa halijakaa kichwani mwangu, kumbe iko hivi. Kuanzia pale Mtume akamwombea na dua, ikawa yule bwana kitendo cha kuzini anakiona ni kibaya. Kwa nini nimeleta hii? Huyu kijana anakuwa naye ni katika familia, si ndio? Na sisi tunaizungumzia familia na majukumu yetu katika familia, majukumu ya mume katika ndoa. Unapotaka kutoa somo au katazo kwa mke mwenyewe na mpaka inapofikia una na watoto, toa katazo kwa njia ya funzo, sio katazo tuputupu. Na kuna wakati mwingine kitu amefanya vibaya, ameshafanya tayari, unatoa somo kwa mtindo, kama ungefanya hivi ingekuwa vizuri zaidi. Unaona? Mtume aliwahi kumwambia sahaba aliyekuwa amekaa naye miaka 10, hakuwahi kumwambia kwa nini umefanya hivi. Alikuwa anamwambia lao ungekuwa umefanya hivi. Maana yake ni kwamba sikutaka ufanye hivi, kama ungefanya namna hii ingekuwa nzuri sana. Anajua hiki hakikupendeza hiki. Umeona? Lakini hakumwambia kwa nini umefanya hivi.
bali kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam hata ile lau pia ilikuwa kwake anaiona nzito kumwambia. Yeye anataka kumpa fundisho, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini sisi tunaweza tukasema usifanye, usifanye. Na kwa nini umefanya? Sasa ndio ameshafanya, sasa mpe mwongozo mara nyingine asifanye hivyo, afanye hivi. Tutoe katika mtindo, tutoe makatazo yetu katika mtindo wa kufundisha. Kwa hiyo tuwe wapole. Tusimbebeshe mwanafamilia wetu kama ni mke au mpaka na mtoto jambo asiloliweza. Watu wanawakalifisha wake zao mambo wasioyaweza kwa kuona tu ni mke. Kwa kuwa amri iko kwake, anamkalifisha mambo ambayo ni magumu sana kutekelezeka. Tusifanye hivyo, ni binadamu ana hisia. Ikiwa kwa mnyama kumkalifisha asioyaweza utapata dhambi, je kwa mtu? Tuliangalie na hilo, tuwe wapole, halafu tuwe na kalimatun tayyiba, maneno mazuri. Maneno mazuri yanajenga siku zote, na hayo yamepotea sana siku hizi, hasa kizazi kinachokuwa sasa hivi. Maneno mazuri kwao yamepotea sana. Nakumbuka ndugu yangu Amir Lulu alitukumbusha kitu ambacho ndio kilichoko katika jamii sasa hivi, jinsi ambavyo maneno mazuri yamepotea. Hata hii alhamdulillah ya kushukuru kwa vijana imepotea, yanakuja maneno mabaya. Yaani kama kwa mfano amepata chakula kizuri, badala ya kusema bwana makaribisho ya leo alhamdulillah yalikuwa mazuri sana, na huyu bwana alituhudumia, bwana Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Si ndio hivyo? Ilikuwa inatakiwa hivyo. Vijana unajua wanasemaje siku hizi? Mapokezi ya leo ya kinyama. Tumekula kishenzi leo. Tumekula mpaka tumeshiba kishenzi. Yule jamaa bwana acha mchezo yule. Jamaa noma sana yule. Ndio anamwombea dua wewe. Amewafanyia vizuri. Jamaa noma sana yule. Alo msosi aliotengenezea. Yule jamaa acha mchezo noma kweli. Ndio umezungumza vitu gani? Ametisha sana, ametulisha mpaka sio mchezo. Yule anatisha bwana, acha mchezo. Anatishaje sasa? Mtu amekupeni chakula, anatisha. Kwa hiyo vitu vya namna hii vinaweza vikawa vinakuwa mpaka majumbani vikafika. Chakula tulichokula leo balaa. Balaa. Na ile nyumba yake, ile nyumba nayo nzuri balaa. Nyumba pia balaa. Sasa tuwe wazuri ili familia zetu nazo ziwe nzuri, ili tukipata watoto wao wanapata maneno ya kuiga kutoka kwetu, maneno mazuri. Hii yote ni katika nini? Akhlaq na wajibu wetu wa kimaana. Tuna wajibu fulani tunaufikisha wa kimaana. Huyu mwenzetu tunamuonaje? Mke wangu anaiona nafasi yake anavyomuona mimi? Asiwe haioni nafasi yake. Siku moja Mufti Menki alikuwa ametoa somo. Lile somo akawa amelitoa msikitini kama hivi, akawaambia watu, kwa nini mke wako anakupikia chakula usimsifie? Kwa nini usifurahie mpaka ukampongeza? Mpaka akasema, wangapi hapa wanapongeza wake zao? Sasa sijui ilikuwaje, kama alimgusa mmoja au vipi. Miaka mingapi umekaa na mke wako? Miaka kadhaa. Umewahi kupongeza chakula chake? Bwana sikumbuki lini bwana. Fanyeni hivyo. Sasa mmoja akaweka azma, leo nitakwenda nimpongeze. Ameweka azma ya kwenda kumpongeza mke wake kwa chakula, alipie ile ya siku zote ambayo hajafanya. Kimepikwa chakula, wamekula, sasa akampongeza mke wake. Mke wangu chakula kizuri sana. Kwa bahati mbaya chakula siku ile kimetoka kwa jirani. Mke, piga sahani. Miaka yote nakupikia hujawahi kunisifia. Leo umefika chakula kimetoka kwa jirani ndio unanisifia. Kumeharibika. Maskini mwenyewe anataka kutengeneza nyumba, lakini bahati mbaya siku ikawa sio. Ikabidi amuombe msamaha, mke wangu nisamehe sana. Sio mimi sikujua hata kimetoka kwa jirani. Mimi mwenzio leo
nilikuwa natengeneza somo ambalo nimelipata huko msikitini, nikaona sijafanya hata siku moja, angalau na mimi nifanye nikusifie. Kwa bahati nimekuja siku sio. Tunatakiwa kusifu wanapofanya vizuri mpaka mtu ahisi nafasi yake. Hivi vitu tunaviona ni vidogo, lakini ndio yale nafsi zimeumbwa kumpenda anayeitendea wema. Huu ni wajibu wetu wa kimaana, wa kimaadili, mtu kumjenga mpaka akaiona nafasi yake ni mke, na anaweza kuiona kwa yeye anapokuona unavyofanya vitu fulani, mpaka na wewe utakuja kuiona nafasi yako ni mume. Pengine naye anapuuza, hajafanya vitu vizuri vile vile, mpaka na wewe unaona ufanyi, fanya wewe, mpaka ajihisi naye mapungufu. Mume wangu ananisifia kila ninachokifanya kizuri, mume wangu hata nikikosea ananiambia, mke wangu ungefanya kwa namna hii ingekuwa nzuri zaidi. Mbona mimi bado ndo mgumu? Utakuja kuona nyumba imebadilika mara moja, imekuwa nzuri. Mara nyingine yanajitokeza hivi kwa mmoja kupuuza tu, amepuuza, ambaye sasa hivi tunazungumza upande wetu. Pengine kupuuza kwetu kunasababisha upande wa pili nao haufanyi vizuri. Kisa kimoja kilizungumzwa, binti amemchoka mumewe, hamtaki tena, mpaka anataka kumuua, hamtaki. Anaona mume hana mpango na yeye, mume amemneglect kabisa, hana amjali tena. Akaona mume gani sasa huyu? Akawa nafsi yake inaona sasa huyu bora afe tu, talaka hanipi, nikimwambia aniache aniachi, basi afe. Si akamshauri mke wake, mke wake akamshauri mama yake, mama, mume wangu siku zote nilikuwa nakupa mashtaka, unisikilizi. Nimekupa mashtaka, unisikilizi, unaniambia vumilia, mimi nimechoka, mimi naona nimuue. Muue siwezi, yani lazima, sina namna, hanipi talaka, mimi kila ninalodai sipati, na mimi kila siku naambia vumilia. Mama akaona huyu anaweza akaua kweli, ngoja amsaidie. Sasa ngoja, ukiua si utajulikana? Ukijulikana si itakuwa shida? Sasa mimi nifanyeje? Basi bora na mimi nife tu. Mama akaona amsaidie, akamwambia mimi nitakusaidia hiyo namna ya kumuua ili usijulikane, niachie mimi, nifanyie upesi basi, mimi nimechoka. Mama akamwambia ngoja, mimi nitakwenda kwa mganga tu. Sio kama napongeza mambo ya waganga hapa sasa hivi, sio lengo langu, nataka kukwambia kadhia uishike kule mwisho. Mama akaenda akambabaisha yule, utakuja siku fulani hapa. Akaja akamwita, njoo. Akaja kuja akampa unga fulani, akamwambia umeona unga huu, umeona huu ni mwingi sana huu, wewe chukua kidogo kidogo tu, mtilie kwenye chakula ambacho una uhakika atakula, hata akila tonge moja kidogo tu kwenye sehemu yake ya chakula ale, basi uhakikisha amekula. Atakufa huyu taratibu, itamchukua mwezi mzima huu, mwezi mzima huu anakufa. Lakini chunga usijulikane, badilika, mfanyie mazuri ili hata akifa watu wasijue, isiwe kuna shaka ya kutaka kuja kupimwa na nini na nini. Lazima ujikaze ufanye vizuri. Sawa mama, sawa, nitajikaza mwezi mmoja tu. Atajikaza kwa mwezi mmoja nini kwani? Basi akafanya maarifa, viunga vile akaviweka, akahakikisha mume amekula. Anajua sasa nahesabu siku tu. Lakini sasa na yeye anajibadilisha, anampokea mwanamume mpaka mwanamume anashangaa, hivi kweli au pokewa vizuri, mpaka kafanywa hiki kafanywa hiki. Ile mke wangu ameanza kuwa mzuri sasa. Kesho amemfanyia tena kizuri, cha tatu, siku ya tatu, ya nne, mwanamume akaona sasa nimeanza kupata mwanamke. Alikuwa hampi zawadi tena, akatafuta zawadi siku hiyo akamletea mkewe. Akamletea zawadi. Na mwanamke anajikaza bado, anahesabu siku. Akafanya tena mazuri, akafanya mazuri, mke wake akamwambia tutoke leo. Eti mume anamwambia mke wangu, nitaka leo nitarudi mapema ili tutoke pamoja. Na swala la kutoka ilikuwa ameshalisahau. Tutoke. Akaona njikaze hivyo tutoke. Wakatoka. Kutoka wamekwenda huko walikotoka, wamekwenda wamekula hiki, wamekula kile, mwanamume maneno mengi, wakarudi amani ya Mungu. Sasa mwanamke anaanza kufikiri, huyu ndio yule mume wangu au mwingine? Lakini bado anaendelea kujikaza, akafanya, zinafika siku 15. Mwanamume ni mwingine, hachelewi kutoka kazini, anarudi nyumbani mapema. Kila siku ana madai yake anayoyadai. Naeleweka? Yalikuwa ameshaanza kupotea. Nazungumza na watu wazima, au sio?
Madai yaliyokuwa yameshapotea anayadai kila siku mwanamume, kama Panado, kutwa mara 3 akosi. Sasa mwanamke hisia zimepanda tena za kuanza kumpenda tena mume alitaka afe. Sasa anamrudia mama, mume wangu amebadilika. Sasa nimeshamtilia dawa ya kufa. Subiri afe tu. Sasa tena niondokee, usinishirikishe. Mimi mwenyewe nafanya toba kwa Mungu, hicho nilichofanya. Toka. Mama hadisikilizi tena. Anampenda kweli, sasa amekuwa afanyi tena kwa kuiga. Anafanya kwa kumpenda, na mwanamume amebadilika kabisa. Sasa afanyeje? Atakufa huyu. Amekaa siku ya pili ya tatu amemrudia tena, mama, umenijia tena na maneno yako yale. Mimi sitaki, niache nitubu kwa Mungu. Mwache afe. Atakufa kweli. Alipoona sasa mtoto amechanganyikiwa isije ikawa mambo mengine, akamwambia njoo, hebu kaa. Kwani imekuwaje? Mbona unaniharibu siku zangu wewe? Mama, mume wangu amebadilika, sio yule, amekuwa mtu mzuri kweli. Siye kabisa yule tulikuwa tukimfikiria. Sitaki talaka, sitaki nini, wala sitaki afe. Wewe unataka afe, ndio mama umemtilia dawa. Utaki afe vipi? Mama, nakwambia maneno ya kweli, kama kuna mtu unaenda kanisaidie dawa nyingine. Ataka dawa nyingine asife. Puuzi kweli. Ana akili hata kidogo. Mama anampa uwazi, anamwambia, mwanangu, mume wako alikuwa mzuri tangu zamani. Ni wewe ulikuwa umeipoteza nafasi yako. Wewe ulikuwa umebadilika, umekuwa sio mzuri, humjali. Ulipokuwa humjali, naye akaona sina mwanamke tena hapa. Lakini ulipoanza kumjali tu, akaona mke wake amebadilika, amekuwa mzuri. Ndio maana unamuona naye amekuwa mzuri. Shika nafasi yako, hakuna dawa ya sumu wala nini pale. Hafi. Mamangu nakupenda sana. Nini? Ujinga tu. Sasa hapa maana ya kisa hiki sio kutaja masuala ya waganga ukawa umeshika akili ya waganga wala nini. Lengo langu sio hilo. Lengo langu utu uzima ni dawa. Sawa? Na mimi mtu mzima sio mtu mzima. Na nyinyi vijana sio vijana. Shikeni hayo. Utu uzima ni dawa. Yule mama mtu mzima yule alikuwa na akili, akajua hapa liko tatizo. Sasa na majumbani mwetu huku yako matatizo. Mengine ni madogo, lakini tu kujisahau mtu kuacha wajibu wake. Mwanamke bwana anatakiwa apewe heshima ya kuwa yeye ni mke. Asikerwe. Usimfanye akajihisi haheshimiwi. Usimfanye akajihisi hana nafasi ya mke, akajiona kama mtumwa tu pale nyumbani. Mfanye ukiondoka awe anakuhitajia, na ukiwepo pia anakuhitajia zaidi. Ukiwa hupo ahisi kuna mapungufu, na upo hapo pia bado anakuhitaji tu saa zote. Fanya hivyo. Kwani hao wanaofanya hivyo wamewezaje wewe ushindwe? Mimi bwana wa kwangu wanafanya hivyo bwana. Ni shauri zenu bwana kama. Mimi mnaniona mitaani. Yaani unikute mtaani tu sijui nimekwenda wapi. Kunywa kahawa wapi? Kwani kahawa nyumbani haiwezi kutengenezwa? Mimi unikuti huko. Wanatengenezea kahawa huko tu. Raha kweli. Mnajitupa tu bwana. Hivi unakosa nafasi ya kwenda nyumbani kwako haraka mapema. Hii vipi? Na nyinyi mnaotoka uniona kwenye TV na kunisikiliza, nawaambia nyinyi pia. Inakuwaje huko mitaani saa zote? Eti mpira pia mpaka akaangalia. TV anayo nyumbani. Bwana ukikaa pale kwenye ushabiki na nini? Ushabiki gani? Mfanye mshabiki wewe mkeo kama unaona hapana budi mpira. Yeye akae upande huu na timu ya pili. Msipigane. Msije mkapigana tu. Amekaa timu nyingine na nyingine, alafu kesho mnaanza kupigana ngumi. Msipigane. Lakini ninachokusudia kukisema ni kwamba haki ya Mungu majumbani, watu sheria za Mungu zikitekelezwa, majumbani kuna raha. Kwenye ndoa raha tupu. Shida ni maisha. Mfanye mkeo ukimpa nafasi yake mpaka ifikie hatua ya kwamba ukivurugwa lazima akutengeneze. Na ukija umekaa vizuri lazima akuvuruge.
sieleweki. Maana umekuja leo burudani kweli. Ngoja nichokoze kidogo, akuvuruga kidogo. Ndio maisha. Lakini umevurugikiwa huko, umefika nyumbani anakupoza. Ndio nyumba zinataka ziwe hivyo, upozwe. Kwa hiyo mfanye ajihisi, usimlinganishe na fulani. Wewe umuoni fulani yuko hivi bwana, kila kitu umuoni fulani yuko hivi, umuoni fulani yuko hivi. Pengine hicho unachomlinganisha ni kitu ambacho yeye hata afanyaje hawezi kufikia. Kimaumbile wako hivyo, watu tofauti. Usitafute kulinganisha na watu wengine. Hilo ni kosa hilo. Kama kuna mazuri pale fulani umeona, mfundishe mazuri fulani ambayo ameyakosa. Lakini uone nyumba ya fulani, utamzidisha, utamharibu zaidi. Usimlinganishe na fulani na fulani na fulani. Kingine, uwe na tabia ya kufumbia macho baadhi ya mambo. Namalizia sasa hivi, naona nimeongea sana, nafsi kama zimechoka. Tunazungumza kipengele hiki cha wajibu wa akhlaqi, wa kimaadili. Kufumbia macho baadhi ya mambo. Hili ni sehemu kubwa sana hili. Baadhi ya mambo kama hajamuasi Mungu ni makosa ya kibinadamu tu, fumbia macho. Vitu fulani fulani fumbia macho. Msiwe yule mwanamume, hii haikuwa hivi, hii imekuwa hivi, hebu kalete hivi, kafanye hivi. Kwani wakati mwingine wewe huwezi kufanya? Chumvi imekuwa nyingi, chumvi imepungua. Kama chumvi imepungua, iko nyingine hapa, si uongeze tu basi. Fumbia macho baadhi ya mambo ambayo ni ya kawaida. Kuna vitu vya kufumbia macho. Kuna watu hawataki kufumbia macho hata chumvi kupungua. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa kila chakula kikimfurahisha anasifia kule ile furaha yake, amekipenda amesifia. Kikiwa hakikumfurahisha yeye hunyamaza, na pengine kama ataacha tu, lakini hasemi kina ubaya fulani. Pengine wewe uliona chumvi ni ndogo, kwa mwenzako anayekula pale ni kiwango sahihi. Wewe unaanza kulalamika mpaka na yeye aanze kuhisi hivyo, achunguze. Alikuwa hasemi. Siku nyingine pua yako inaweza ikawa imekuwa sensitive kweli, ikasikia harufu fulani, nyama imeleta labda harufu kidogo ulikoitafuna, ukuipata vizuri, lakini wenzako waliokuwa wanakula hawakusikia hicho. Ukaanza kusema mpaka na watu wengine nao wanaanza kusikiliza. Mambo gani? Fumbia macho baadhi ya mambo. Fumbia macho. Umelisikia, kaa kimya. Maisha yatakwenda vizuri kabisa. Huku kipenda kiweke pembeni, tulia kimya, kwa sababu pengine kuna uzuri ambao watu wameuona, uwafanye nao waone vibaya bure. Hiki kipengele cha kufumbia macho nacho ni muhimu sana. Wanakipigia mfano mara nyingi. Unaweza ukaenda nyumbani ukakuta taa zimeachwa mchana kweupe, taa zinawaka. Hebu kazime kwanza, alafu kama unataka kusema sema, lakini kwanza zima, alafu baadaye wapiga hata fumbo. Siku hizi mnajifanya hii bili kama nalipiwa na Mama Samia bwana. Basi umewachekesha watu. Taa mmeziacha nyinyi, bili ya umeme mpaka mtu anasema nalipiwa na rais. Umechekesha, lakini umetoa ujumbe. Lakini umeingia ndani, mimi kila nikija hapa taa zinawaka tu. Watu mpaka wakikuona mlangoni tunasema a'udhu billahi minash shaitani. Usiwe hivyo kabisa. Fumbia macho. Kufumbia macho kunaifanya nyumba inakaa vizuri kweli. Kwa hiyo umefumbia macho, taa umezima, lakini umetia utani, umewachekesha watu kwamba jamani, ibili siku hizi mnafanya kama nalipiwa mimi na rais, sio, silipiwi. Bwana, nani hakuzima taa? Zimeni taa, kesi imekwisha. Umetoa somo kwa njia nzuri, umefumbia macho, hukumfokea mtu. Kingine, kutoa mwongozo wa watu kujifunza kwa upole. Wakati mwingine unaweza ukawa umeoa, mke wako hakusoma vizuri dini, wewe umesoma vizuri dini, na unataka naye asome. Kama unajua vitu, mfundishe kwa upole, na unachoona unahitaji akajifunze, pia muongoze kwa upole akajifunze.
umpe nafasi ya kwenda kujifunza kwa utaratibu. Andaa mazingira kwa upole ili ajifunze, kuliko ukamkejeli kwanza kuwa ye hakusoma. Utakuwa umemvunja moyo, hukumpa nafasi yake sahihi. Kwa hiyo ukimkuta kidini anahitaji mwongozo, muhamasishe, mpe mwongozo, usimdhalilishe na kumshusha nafasi yake kwa kuwa eti kitu fulani hakijui. Kwa kumalizia, kuwa msikilizaji sana kuliko kuwa msemaji sana. Hebu kuwa msikilizaji sana halafu useme kidogo, kuliko unasema sana halafu usikilize rai ya mtu. Hiyo si nzuri. Pokea rai za wenzio, sikiliza sana, sema kidogo. Nimeeleweka au hapajakaa vizuri? Usiwe msemaji mno, kwamba wewe ndio kichwa cha nyumba, basi wewe unasema tu unasema mpaka watu wamekaa tu wanakusikiliza mpaka hawayasikii tena. Si unasema sana, hawakusikilizi tena. Lakini kama umesema kidogo alafu umenyamaza ukaacha nafasi ya kusema, wakasema nao, nzuri zaidi. Allah ametufundisha hivyo. Allah anajua kila kitu, akawapa malaika nafasi ya kusema. Nataka niumbe kiumbe kule, malaika akasema unataka ufanye hivi, umuumbe ambaye atafanya. Mungu akamwambia mimi najua, sio yajua. Sema hapa nafasi ya kujieleza. Toa nafasi ya kujieleza. Niishie hapo. Kama kuna maswali. Hili somo ni pana mno. Nimelichukua mmekwida minya hapa na pale, lakini kuna sehemu nyingi, tangu kuchumbia mpaka kuoa mpaka kuachana. Kwa kuwa hatupendi kuachana, kule kwenye kuachana nikazungumza vitu kidogo, tunataka tusiachane. Kama kuna maswali. Mmelisikia swali wote? Kwamba wewe unambembeleza, unamfundisha kwa vizuri, kwa lugha nzuri, lakini anafika shule pengine kuna mwalimu anamfundisha kwa njia ya kakamavu sana. Nafikiri ile ya kwako ambayo ni nzuri kwanza atakuwa amekupenda na itatoa fursa aje kuzungumzie kuhusu mwalimu ambaye anafanya hivyo. Ile hali ambayo wewe unakwenda naye, si atakupenda wewe, itampa mwanya, anaona baba yangu niko naye karibu, nimueleze ninachokikuta shule. Kwa hiyo utakuwa umepata faida kwa sababu ya kitendo chako wewe, kuliko na wewe ukiwa mkali, hana urafiki na wewe, na akifika shule hana urafiki, maana hata shule kwenyewe pengine anaweza asiende. Lakini kile kitendo cha kuwa wewe ni rafiki yake, atakueleza yanayomsibu kule, umepata namna ya kuweza kumsaidia. Unakwenda shule kudadisi kilichoko, kwamba mimi nimepata mashtaka haya na haya na haya, kuna hili. Pengine unafanya, au kwanza mnaanza kushauriana na wazazi jirani unaojua mtoto wako anasoma na watoto wao. Unapata na wao pia wana malalamiko kama hayo pengine, au wamejua mwanangu amekuja amefanywa hivi na hivi na hivi. Hapo mnakuwa mmeweza kufikisha ujumbe ule kwa uzuri, kutokana na kitendo chako wewe cha kimemfanya mwanao yuko karibu na wewe, anaweza kukueleza. Hilo ndilo ambalo sasa hivi linatafutwa sana. Wazazi, kuweni karibu na watoto wenu, wataweza kuwaeleza yanayowasibu nje, kuliko nyinyi mkiwa nao mbali, hata yanawakuta kule hawasemi. Swali simelisikia? Jibu ni kwamba kwanza ieleweke, kitendo cha kuwa mbali kwa muda mrefu kinapunguza yale mapenzi. Hiyo haina ubishi, kitapunguza. Na ikitokea watu misingi ya dini iko mbali, ndio kinapunguza zaidi. Na kingine, kama wako mbali lakini hata mawasiliano ya simu pia kila mmoja akajifanya ametingwa sana, hawajuani kuulizana, yatapunguza zaidi. Sasa dawa ni nini? Ndio swali. Sharti wajiandalie mazingira ya kwamba wasipitishe muda mrefu wakutane. Sio miezi miwili imepita bila sababu, mkoa na mkoa mmoja haendi kwa mwenzie. Kwa nini miezi miwili? Uko jeshini. Hata jeshini nafikiri labda fursa zinaweza kupatikana, kama hawaja kwenda kwenye uwanja wa mapambano. Hawapati fursa wakiwa jeshini? Wanapata. Ziko siku wataweza kupata nafasi. Sasa usijiandalie mazingira ya kuwa miezi inapita eti kwa sababu uko bize na yeye uko bize. Kitendo hicho kitaingia, panya wataingia katikati.
Nyumba imeachwa tupu, lazima inaingia panya na jini anahamia pia. Naeleweka au sieleweki? Nyumba ukiacha tupu, mashetani wanahamia. Sasa umeziacha nyumba tupu, unaacha mashetani wahamie bure. Fanya namna ya kuwa mawasiliano yanafanywa ya karibu, isikae kwa muda mrefu. Hiyo itasaidia, lakini ujue kwamba kitendo cha watu kuwa mbalimbali huwa kinapunguza kweli, hasa zama tulizonazo. Gepu linaingizwa, linazibwa kwa kitu kingine. Tusiache mpaka yakaziba magepu mambo ambayo sio mazuri. Utawafanya wake zetu wawe wamefanya nini? Wameanza gathering nyingine, wanaweka vikundi. Si unajua wanatengeneza vikundi nao? Sijui vikundi vya nini, vikundi vya nini. Hivi vikundi vyao vya nini vina tabu sana. Kwa sababu kuna walimu humo ndani. Walimu wanaofundisha usingle mother. Wamo humo. Mimi mwenzio na mume mwenyewe wala simjali, sina shida ya mume. Wanafidiana hizo fikra potofu. Sasa vikundi hivi, huyu atakuwa amepata nafasi ya kuhudhuria vikundi akikukosa wewe. Sawa? Akimkosa yule mwenza yule, anaingia kwenye vikundi. Vikundi vitamharibia. Jamani, vikundi vipo, sio vitu vya kubuni. Vipo kweli, na wanawake wanajiunga kweli kwenye vikundi hivi. Na kuna walimu kweli kwenye hivi vikundi. Wanatafuta hivyo vikundi ili wafundishe vitu vyao wanavyotaka. Eti mtu anajisifia kuwa yeye hana mume wala hana shida naye. Alafu muongo. Hana mume lakini mwanamume anaye. Kila siku kuna anko mwingine anamuonyesha maana huyo anko. Kesho huyo anko. Kesho. Wewe vipi? Mpaka mtoto akikua, maanko wale sijawaona kwenye familia yetu hata siku moja. Gepu lisiwe kubwa, ndio jibu langu. Anaonekana hakusikiliza vizuri somo. Anauliza, anasema unaonaje kule kupotezea ule uduyuthi ule? Nilisema muda ambao hajamuasi Mungu kwenye jambo. Muda ambao hajamuasi Mungu. Haya mambo ya sisi kwa sisi potezea. Mpaka nikapiga mfano wa kuwasha taa. Potezea vitu vya namna hii vya kwetu. Sio vile vya Mungu. Haswali, hafungi, haungi ndugu zake na haungi ndugu zangu. Ndugu zangu amewakata na ndugu zake pia amewakata. Au ameunga wa kwake tu, wa kwangu mimi hataki niunge. Hivyo vitu hivyo sio sahihi. Huwezi kupotezea vitu hivyo. Kama mke anakuamrisha wewe waache ndugu zako kabisa, haiwezekani vitu hivyo. Au yeye anawaacha ndugu zake alafu anakuambia na wewe usiachana nao bwana. Hilo pia hakuna kupotezea vitu vya namna hiyo. Kama amekuwa anaharibu misingi ya Mungu anayoitaka, hakuna kupotezea. Lakini utakwenda naye kwa njia nyepesi nzuri akuelewe. Kwa kauli nzuri akuelewe. Sio kwa kauli ambazo ni hashi. Sawa? Lakini akiwa ni mambo ya kwako wewe na yeye, potezea. Nani adai? Anavidai? Kwanza kudai zawadi ulioitoa imefananishwa na mbwa au mtu kutapika alafu akala. Zawadi ulioitoa unaidai kama vile kula matapishi yako, mfano ulivyopigwa mbaya. Hutakiwi kudai zawadi ulioitoa. Kuhusu mahari, tangulini mahari ikadaiwa kwa kuachana. Ndiyo, amepata wapi hiyo katika sheria ya dini? Ni dini au mila? Hakuna vitu vya namna hiyo. Kama mtu anadai mahari, huyo siye amepingana na Qur'ani. Qur'ani inamkatalia vitu hivyo. Hakuna namna hiyo. Mungu anakataa kabisa watu wakiachana kudai chochote ulichokitoa. Allah anasema usichukue chochote. Allah anasema wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'dhi ma ataytumuhunna, wala msiwakandamize wanawake ili mje kuwadai vitu ambavyo mmewapa. Maana watu wanafanya mchezo pia. Anamkandamiza sikupi talaka mpaka unirudishie. Hilo pia Mungu amelikataza. Na kama ukimpa, hata ulimpa mahari nyingi kiasi gani, huruhusiwi kuchukua chochote katika hiyo. Na Mungu anazungumza kwa namna kama vile anashangaa. Inakuwaje unadai vitu wakati mlikuwa mmeingiliana kabisa? Kila mmoja alikuwa transparent kwa mwenzake. Kila mmoja mpaka mkaitwa shuka moja mmejifunika, bali mkaitwa wewe vazi lake na wewe vazi lako. Halafu unadai mahari vipi wewe? Unaonekana kioja ukidai mahari. Mungu mwenyewe anakuona kioja.
Unadai mahari? Nani kakufundisha vitu hivi? Hakuna hilo jambo. Naam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.